Naam, mtazamaji wa Sanga Media Tanzania, tumefika maeneo ya kwa Mustafa, lakini pembeni yangu nipo na mwenyekiti wa serikali ya mtaa, anakwenda kwa jina la Fikri Rajab. Huyu ni ndugu yetu, ni kaka yetu, rafiki yetu, lakini pia leo hii tupo katika masjidi ambayo ipo karibu katika mtaa wake mwenyewe. Nataka pia nimpe fursa aweze kutuambia labda ni tukio gani ambalo linafanyika katika eneo hili, lakini pia je, linalenga kitu gani hasa hakika kwenda kukomboa sasa vizazi vya vijana wetu ambao wanapatikana katika maeneo haya ya kwa Mustafa. Asalamu alaykum Sheikh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sasa pia nataka uweze kuniambia nimeona hapa tumekusanyika, kuna baadhi ya viongozi mbalimbali katika ngazi zetu za Kiislamu, lakini pia nataka uweze kuniambia labda tukio hili huwa linalenga kitu gani katika jamii husika? Kwanza tupo kwenye kituo cha Masjid Salman Najib, msikiti uliopo mtaa Mustafa chini ya taasisi ya Nurain Islamic Foundation, lakini mimi ndio katibu wa kituo hiki, maana ndio mtendaji mkuu wa kituo hiki. Kwa hiyo leo tu katika mchujo wa mashindano ya kuhifadhi Qur'an tukufu kata ya Pugu, ambako katika vikao vyetu kwa hiyo mchujo wa robo finali na nusu finali ikapendelewa kufanyika kwenye kituo cha Masjid Salman Najib kilichopo mtaa kwa Mustafa. Kwa hiyo manake mnavyoona hii hadhara hii, shehe wa kata, wajumbe wa baraza la maulama, walimu wa madrasa wote wako hapa na wazazi, tukisubiria michujo inayoendelea madarasani, na badala ya hapo majaji watakuja kutangazia matokeo kuwapata wale ambao watakuwa wamekwenda kwenda hatua nusu finali, na baadaye finali itafanyika pale kwenye uwanja wa Pugu Kona. Kwa manake haya ni mashindano yetu ya msimu wa 6 sasa. Misimu mitano ilifanyika, misimu mitatu ilifanyika pale Kinyamwezi, Nemati Hotel ilifanyika mara 2, lakini kwenye uwanja wa Majority ulifanyika mara 1, na kiwanja cha Kigogo sokoni pale ulifanyika mara 2, na awamu hii yanaenda kufanyika kwenye mtaa wa Pugu Bombani, maeneo ya katika uwanja wa Pugu Kona. Haya mashindano ni ya kata ya Pugu, na kata ya Pugu na mitaa mitano. Na kwa kila mtaa lazima fursa itakwenda, kwa sababu wanaosoma ni watoto wetu Waislamu, na tunapushi kwenye madrasa ziendelee kuhifadhisha watoto, maana bwana, kuhifadhi Qur'an tukufu, lakini mwisho wa siku tunawapeleka kwenye umma wa Tanzania, wanakwenda kuona nini pale ambacho kimefanyika. Kwa sisi kama mjumbe wa kamati haya ya mashindano, kama katibu wa Juvikiba BAKWATA kata, sisi yetu kubwa watoto tu wakishakuwa wanasoma na kuhifadhisha Qur'ani, maana yake tutapunguza uhalifu wa vijana wadogo wadogo mitaani. Nadhani sisi wenyewe tunafahamu kwamba mtoto akiachwa tukiolela, mwisho wa siku anakwenda kutumbukia kwenye genge ambalo sio zuri. Kwa hiyo utakuta kwa kipindi hiki kila mwaka tunafanya hilo jambo, na tunakuwa tunatoa